lipo shinikizo kubwa sana la kumtaka waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ajiuzulu. Ndio. Na juzi tulizungumza hapa kuhusiana na kufanya vibaya kwenye uchaguzi wa madiwani na hali ilivyokuwa inaonekana. Sasa zaidi ya wabunge 70 wamemtaka waziri mkuu huyo kujiuzulu kufuatia shinikizo kubwa ndani ya chama chake cha Labour baada ya matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Uingereza. Bwana, Uingereza na waziri wakuu ni kama swala la kutomaliza kabisa. Na unajua Mtei, nafikiri tulizungumza juzi hapa kwamba kuna siasa za Ulaya kunapitia mabadiliko makubwa sana. Kwa mfano ukiacha Keir Starmer kutakiwa kujiuzuru, ukienda kule Hungary kuna kiongozi anaitwa Viktor Orban. Unajua Viktor Orban kuna siasa za Ulaya ni mtu ambaye anataja kwamba ni strong man. Na sera zake, mitazamo yake ilikuwa inajaribu kukiuka ile misingi ya kipindi kirefu ya Umoja wa Ulaya. Na Viktor Orban aliingia mamlakani mwaka 2010. Ameongoza Hungary kwa miaka 16. Lakini kwa uchaguzi mwaka huu Viktor Orban ameshindwa. Na ameondolewa kwa nafasi ya waziri mkuu, na mpinzani wake kijana Peter Mcgae ameweza kushinda nafasi ya waziri mkuu na ataunda serikali, na inatajwa kwamba atafanya mabadiliko makubwa sana kwenye nchi ya Hungary. Na inatajwa vile vile mtazamo sawa Hungary kuhusu masuala ya kidemokrasia, kwa mfano masuala ya kiuchumi, hata msimamo wa Hungary kuhusu Urusi utabadilika. Lakini mwaka huo 2026 tunashuhudia chama cha Conservative nacho kifanya vibaya zaidi. Kuna uchaguzi wa juzi wa madiwani kimepoteza zaidi ya viti 1300 nchini Uingereza. Wapinzani wao wa karibu Labour wamepoteza zaidi ya viti 500. Na vyama ambavyo vilikuwa havitawali siasa za Uingereza, na maanisha chama cha Reform cha Nigel Farage, chama kwa mfano cha Green Party, chama cha Liberal Democrat vimeweza kufanya vizuri zaidi. Na inatajwa kwamba wanaweza, kuna uchaguzi wa mwaka 2028 wanaweza wakafanya vizuri zaidi katika uchaguzi mkuu wa kutafuta waziri mkuu. Sasa hii maana yake ni nini? Moja, Keir Starmer anapitia shindikizo kubwa sana. Unajua nchi nyingi za Ulaya wanapitia kuna dhana ambayo inaitwa economic recession. Nimesema sana hapa kuhusu masuala ya mdororo wa kiuchumi ambao umekuwa ukizigusa nchi za Ulaya. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nchi nyingi za Ulaya zinapitia katika dhana ambayo inaitwa global instability na global insecurity. Yaani ukosefu wa utulivu wa kikanda na ukosefu wa usalama wa kimataifa. Hizo ndio ajenda kubwa katika nchi za Ulaya. Lakini sasa hoja ya tatu, nchi za Ulaya sasa hivi hazitaki vyama ambavyo vinaendeleza sera za kuzingatia mambo zaidi ya nje na kuacha siasa za ndani. Kwa mfano, hichi chama cha Nigel Farage kinapinga kabisa sera ya uhamiaji. Yaani hawataki wazungu waishi na Waafrika au jamii zingine. Wanaamini kwamba Waafrika kwa mfano au nchi za Mashariki Kati zinapokuja katika nchi zetu wamekuwa wakichukua fursa zetu, wamekuwa wakiharibu utamaduni ambao sisi tumeujenga. Lakini zaidi sana ile dhana ya white supremacy, yani dhana ya wazungu kutawala kama inaingiliwa. Hivyo ndio vyama ambao kimsingi vinaongoza Ulaya. Ina hiyo sera ukitazama ni sera ambayo inamuongoza paka Trump. Trump leo yeye ameweza kuondosha Marekani wahamiaji haramu milioni 10. Na unafahamu mambo ambayo kimsingi yamekuwa yakimshughulisha zaidi. Sasa kwa wenzetu uchaguzi kwa mfano wa serikali za mitaa unatoa taswira ya uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu ndio. Yani chama kinachofanya vibaya kuna uchaguzi wa serikali za mitaa unakupa taswira kwamba chama lazima kiteza kwa sababu wapiga kura si wale wananchi si wale. Lakini sasa ile time frame ya kuweza sasa kushughulika na changamoto za watu unakuwa ni mdogo. Sasa hivi wanataka kumfanyia impeach, kumuondoa kwamba ajiuzuru aje kiongozi mwingine. Tangu chama cha Labour kiongozi serikali ya Uingereza kuanzia mwaka 2010 mpaka mwaka 2024, miaka 14. Katikati hapo umepita mawaziri mkuu karibia 4. Kwa mfano alikuja Boris Johnson
Hakumaliza hata mwaka mmoja. Alikuja Theresa May, huyo hakumaliza hata wiki 3. Akaja Rishi Sunak, akaondoka. Rishi Sunak ndo akasababisha chama cha Labour kuanguka katika uchaguzi, akashinda Sir Keir Starmer. Kuna vitu vingi. Rishi Sunak alikuwa ni Muhindi. Sir Keir Starmer huyu ni Muanglikana. Unafahamu kule hapo Uingereza, ili uweze kuwa waziri mkuu wa Uingereza, kuna hiyo dhana lazima uwe Muanglikana, kwa sababu kanisa la Anglikana kihistoria limeanzishwa katika nchi ya Uingereza. Na mmoja alikuwa mfalme huko ambaye alitaka kuoa, papa akamkatalia, akaamua kuanzisha taifa la hiyo kanisa la Anglikana. Hiyo ni historia siku nyingine. Sasa nini namaanisha? Namaanisha kwamba Ulaya tangu mwaka 2024 wanapitia siasa za kitofauti sana. Na kwa kweli hizi siasa sasa zitaweza kubadilisha taswira, muonekano, hata namna ambavyo vyama ambavyo vilikuwa sio maarufu kuweza kupoteza nafasi zao. Na sasa hivi duniani ukiangalia hizi nchi za Ulaya zimekuwa zikiongozwa na dhana ambayo inaitwa vyama vya kitaifa. Yani vile vyama ambavyo vinakuja na sera za kitaifa. Sera za kuhakikisha, cha kwanza, kupigania haki za wazawa. Sera ambazo zinakuwa zinatetea maslahi ya wazawa. Sera ambazo zinakumbatia uafidhina, yani kulinda misingi ya taifa na kutotaka kushirikiana au kutumia fedha nyingi kwa ajili ya diplomasia, kwa mfano ya nje. Na ndio maana vile vile kuna siasa za Ulaya zinatufundisha kwamba nchi za Kiafrika zijipange. Yani kuna mabadiliko makubwa ya sera za Ulaya kuhusu mtazamo wa dunia nyingine. Trump vile vile mwezi wa 10 hapa na uchaguzi pamoja na Netanyahu. Inatajwa vile vile Trump anaenda kufanya vibaya zaidi, kwa sababu mtazamo wake alivyoingia mamlakani, kwa sababu Trump alivyoingia aliingia kwa masuala ya msingi manne. Moja, uhamiaji; ya pili, uchumi; ya tatu, alisema kwamba anakuja kumaliza vita; lakini zaidi sana alishughulika sana masuala yake ya abortion, sera za vijana zote, utoaji mimba. Sasa ukiangalia naye alivyoingia mamlakani, ameshughulika zaidi na sera za nje, masuala ya vita, katumia fedha nyingi. Sir Keir Starmer ukimtazama yeye alisema wazi kabisa kwamba vita ya Iran sio vita ya Uingereza, na hatuwezi kutumika kambi zetu kwa ajili ya kusaidia Marekani. Lakini kwa nyuma pazia nataja kwamba amekuwa akiwapa usaidizi taifa la Israeli pamoja na Marekani. Kwa sasa tunasubiri kuona, je, Sir Keir Starmer itatokea kama alivyoondolewa Boris Johnson? Itatokea kama alivyoondolewa Theresa May? Na kama vile ambavyo alivyoshindwa Rishi Sunak katika uchaguzi mwaka 2024. Lakini vile vile sasa kama akiondolewa, maana ni kwamba chama cha Conservative kitatafuta waziri mkuu mwingine. Lakini sasa kuja kwa waziri mkuu mwingine, maana ni kwamba sasa inakuonyesha kuelekea uchaguzi mkuu wa waziri mkuu, chama hicho kinaenda kuanguka vibaya zaidi. Sawa bwana, tuendelea kupata update mbalimbali kutokea kwenye sakata hilo pale nchini Uingereza na hatima ya waziri mkuu. Na nilikuwa nakwambia hapo, waziri mkuu Uingereza ni swala kawaida kusikia kujiuzuru, waga swala kumaliza ndio swala kumaliza huwa alitarajiwi sana. Rais wa Ufaransa umemalizika, umemaliza shughuli yake Afrika. Kila mtu mtafsiri alivyoweza. Nimeona jana pale Kenya baadhi ya wajumbe wakilaumu kwamba inavyoonekana Rais Macron kaja kukutana na marafiki zake, sio kaja kukutana na Afrika. Anasema kuna mambo kadhaa ya muhimu hayajagusiwa, kama masuala ya kiusalama, swala ya amani. Anasema hayo hayajagusiwa kabisa kwenye mkutano. Anasema labda kaja kukutana na marafiki zake kuongea vitu vyake, lakini hawajagusia mambo muhimu yanayokuta Afrika na Ufaransa. Ndio. Sawa bana, hiyo ndiyo tayari ziara imeisha. Kutokea hapo ilikuwa ni ziara ya kihistoria kwa kweli. Nilimwona kwenye mkutano mmoja nilipenda sana wa Nairobi juzi akifoka mkutano wa vijana nadhani hivi. Watu walikuwa wakiendelea kutoa hotuba, alafu watu wengine wanaongea akanyanyuka kama raia wa kawaida tu akafoka sana, akasema Emmanuel Macron vipi bwana. Sawa, tuvuke boda twende tukaanzie pale nchini Uingereza.